Serikali ya wilaya Chake Chake imetoa muda wa siku moja kwa wafanya biashara wa vyakula kisiwani Pemba kuweka usafi wa mazingira kwenye maeneo yao ya kazi, na watakapokaidi hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Mkuu wa wilaya Chake Chake Mgeni Khatibu Yahya ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi na wafanya biashara ya vyakula huko Mtoni Madungu mjini Chake Chake, ambapo amesema pamoja na juhudi wanazozichukua katika uhamasishaji wa mazingira, lakini bado wanashindwa kuweka usafi. Usafi tumeiona kwamba si haiko rafiki. Kwa hiyo ni waombe sasa. Mchana wa leo, kesho inshallah tunapita. Sasa kuendelea na biashara, tufanye usafi. Je, tukakutana, tunakutani leo tu. Kesho tukija hapa, haya mazingira yakiwa kwenye hali hii, biashara tutaifunga. Mkurugenzi wa baraza la manispaa wilaya Chake Chake Maulid Mwalmwali amesema baraza kwa kushirikiana na serikali ya wilaya wamekuwa na operesheni ya kupita nyumba kwa nyumba katika kuhamasisha usafi wa mazingira kutokana na kujitokeza kwa magonjwa mengi katika kipindi hichi cha mvua kubwa zinazonyesha, huku mkuu wa idara ya mazingira Pemba Mwalimu Khamis Mwalimu akisema kuwa wananchi wamekuwa wakaidi katika kuimarisha usafi. Operesheni yetu ambayo tumeianza tangu mwishoni mwa mwezi wa Ramadhani, tuna operation ya kuangalia masuala ya usafi katika jamii. Tunapita mitaa yote, chochoro yote, kuangalia hali halisi ya mazingira yalivyo, hasa katika kipindi hiki cha msimu wa mvua. Kimsingi hasa bado tunapata uzito kidogo kwa sababu bado jamii hawajataka kuwa na mashirikiano mazuri. Tunaendelea kuwaelimisha, lakini yako maeneo kama mnayoyaona haya bado watu wanakuwa ni wakaidi, wanatiririsha maji, na kwa sasa maamuzi tunayoyachukua moja kwa moja, tunawapiga faini zetu za papo kwa papo. Kama mazingira unayoona hapa, huyu tumeshampiga faini ya adhabu ya papo kwa papo, lakini bado utekelezaji haupo. Na nyumba hii ambayo ina karo la choo kama tunavyoona iko vibaya, na maelekezo ya kulitengeneza hili karo, lakini kutokana na zile tabia za baadhi ya watu kukaidi maelekezo, na hii inapelekea kusababisha athari kwa wengine ambao hawahusiani na hii sehemu. Kwa mfano, kipindi hiki ni cha mvua, kuna matatizo mbalimbali yanayotokeza, matungo ya kuharisha, na hii inasababishwa na hali kama hii ambayo wenzetu wanaiacha. Kwa kweli ukitazama hii hali, si sehemu ambayo saa hizi ni rafiki kwa binadamu kuishi katika mazingira haya. Kinachofuata kwanza, ili kuhami hii eneo hii, hali hii kwanza ni kuzuia hawa watu wa nyumba hii au kuhamisha kabisa wasiwepo mpaka hii hali itakapokuwa ya kuridhisha. Na vile vile biashara ambazo ziko karibu na hili eneo pia inabidi zizuiwe kwanza, kwa sababu hii hali sio nzuri. Hapa pana karo la choo, pana jaa ambalo sio rasmi wameanzisha, kama unavyoona mna mapempasi na matakataka ambayo hayastahili. Kwa hiyo ni vizuri saa hizi kuchukua hatua bila kumwangalia mtu usoni au bila kulazimisha mtu au kubembeleza mtu. Inabidi sasa hivi hatua mstahiki zichukuliwe katika maeneo kama haya, si huyu tu na wengine ambao wako na tabia kama hii. Mimi ni mwana mji huu hapa, na hali hii kwa ufupi ipo zamani sana, muda mrefu, na huja hapa kasafishwa, lakini hali hurudi ikawa hivi. Kwa hiyo kwa kweli pakitaka sehemu kama hizi zishughulikiwe kiukamilifu, kama kuzuiwa kwanza, kupigwa uzio, lakini hali hairidhishi na ni hali ya hatari, na milipuko naona sasa hivi inakuja juu kwa hafla. Kwa hiyo mimi uoni wangu kwa wito wa swala kama hili, basi hili sehemu ni kupigwa uzio. Mimi naona nisiongeze kitu, lakini hali ndio kama kila mmoja anayepita anaiona. Wito kwa jamii, tudumishe kwanza usafi, na hali ya kwamba kama sasa hivi tuna mvua hizi, na jamii kila mmoja awe tayari ni mlinzi wa mwenzake, na ulinzi wa mwenzake na maana akiona utaratibu kama huu, uchafu kama huu, basi azidi kufuatilia na kumwambia mwenzake tuzidishe usafi. Bila hivyo sote tutaangamia.